السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره، الله خالق الإنسان من نطفة وجاعل الحياة مصيرة ملؤها الابتلاءات والمحن، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للصابرين والمجاهدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى ambaye kamuumba mwanadamu kutokana na tone la manii na akayafanya maisha ya dunia kuwa ni mapito yaliyojawa na mitihani na mabalaa mbalimbali, pia na kumhimidi pia na kushuhudia kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma ili aje awe ni rehema kwa walimwengu na awe ndio kiigizo kwa wale wenye subira na wale wenye kupambana kwa ajili ya kuitafuta akhira yao. Amma ba'du, fa ya ibadallah, enyi waja wa Allah, usikum wa nafsi al-khati'a bitaqwa Allah tabaraka wa ta'ala, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu hii inayokosea sana kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha wasiyatu Allah lilawwalin wal akhirin. Hakika usia wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio usia wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao amekuwa akiwahusia watu wa mwanzo kabla yetu na wale waliokuja na wale watakaokuja baada yetu. Ya ayuhal mu'minun, enyi waumini, tadabbaru qawla Allah azza wa jalla, ifeni mazingatio na itilieni maanani na muipe akili kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, laqad khalaqna al-insana fi kabad, hakika kabisa tumemuumba mwanadamu katika taabu. Ay fi ta'bin wa mashaqqatin wa mihatin wa mihanin daima, yani kwa maana ya kwamba tumemuumba mwanadamu katika taabu na matatizo na mitihani yenye kudumu, yantakhilu fiha baina marahil al-usr wal yusr. Huyu mwanadamu katika maisha hayo anakuwa akihama kutoka kwenye hatua ya raha, kutoka kwenye hatua ya tabu kwenda kwenye hatua ya raha, wadhiqi wasaa, na hatua ya dhiki na hatua ya wasaa, wasihhati walmarad, na maradhi na afya, walfaqri walghina, na kuwa tajiri ambaye anajiweza lakini pia kuwa maskini, walhayati walmaut, lakini kuwa ni mwenye uhai na baada ya hapo kuwa ni mfu, wa fitnatil qabri, na kuingizwa katika fitna za kaburini, wa ahwali albahth, na vitisho, wa ahwali albahth wan nushur, na vitisho ambavyo vinapatikana siku ya kufufuliwa watu na kukusanyika mbele ya Mola wao.
fa imma aljanna wa imma an-nar. Hapo huyu mwanadamu imma ataingia peponi na imma ataingia motoni. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa hadha huwa akhiruhu, na huu ndio mwisho wa huyu mwanadamu. Qala Ibn Kathir rahimahullah, amesema Ibn Kathir Allah mrehemu, fi qawli llahi fi kabad, kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba kamuumba mwanadamu katika taabu, ay fi naswabin wa ta'abin, yani kamuumba huyu mwanadamu katika maumivu na taabu ambayo inakusanya kila aina ya taabu, zikiwemo huzuni, zikiwemo njia za kuifikia raha yoyote katika malengo ya huyu mwanadamu. وقال القرطبي رحمه الله تعالى، na akasema al-Qurtubi Allah mrehemu, khulika fi makabid al-umur, huyu mwanadamu ameumbwa katika mambo ambayo yana matatizo ndani yake, yana shida ndani yake. Min mashaqqati ad-dunya, katika taabu za dunia, wa tahammuli al-masa'ib, na kuvumilia misiba mbalimbali ambayo itampata huyu mwanadamu. Fi hadhihi al-aya, katika aya hii, dalalatun ala anna ad-dunya, kunapatikana dalili ya wazi ya kwamba hii dunia daru ta'abin, ni nyumba ya taabu, la rahata, wala siyo nyumba ya raha. Wa man talaba ar-rahata fiha faqad jahila sunnata al-haya, yule ambaye atakuwa raha yake anatafuta hapa katika dunia, basi huyu hajajua mwenendo wa maisha haya ya dunia. Ya ibadallah, enyi waja wa Allah, qad ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala ad-dunya mahaqqata al-ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya hii dunia kuwa ni sehemu ya mabalaa, ni sehemu ya mitihani. Walaysa dara qararin, wala Allah subhanahu wa ta'ala hakuifanya dunia hii kuwa ni sehemu ya makazi ya kudumu, wala mahalla na'imin daim, wala hakufanya dunia hii kuwa ni sehemu ya kuneemeka neema zenye kuendelea. Wa kam min unasin gharratuhum ad-dunya, ni wangapi katika watu, bali ni watu wengi ambao dunia hii iliwadanganya. Falamma rakanu ilaiha, pindi walipoiegemea dunia hii, ahlakahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza watu hao. Wa minhum, na miongoni mwa hao watu, Qarun, ni Qarun alladhi qala, Qaruni huyo ambaye alisema innama utituhu ala ilmin indi, hakika haya maisha mazuri na hizi raha za dunia na utajiri huu nilionao, nimeletewa utajiri huu kwa sababu ya elimu nilionayo mimi. Fa khasafa Allah bihi wa bidarihi al-ardh, kutokana na hilo, baada ya kuwa mtu huyu kadanganywa na hii dunia, akachupa mipaka na akajikweza juu ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya kuwa min asfali safirin, kuwa katika waliodhalili zaidi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa khasafa Allah bihi wa bidarihi al-ardh, Allah akamzamisha huyu Qarun, yeye na mali zake na majengo yake yote alikuwa anamiliki, akamzamisha ndani ya ardhi. Haya ndiyo yakawa malipo ya yule aliyetazama dunia hii kwamba ndiyo sehemu ya raha na ndiyo mafikio yake. Wa ala naqid, na kinyume cha hilo,
nara sahabi aljalil Abdurrahman ibn Auf. Tunamuona sahaba mtukufu, sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anafahamika kwa jina la Abdurrahman ibn Auf, alladhi aghnahu Allah min fadlihi, sahaba ambaye subhanahu wa ta'ala alimpa utajiri kutoka kwenye fadhila zake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Falam tadhrihi dunia haikumdanganya Abdurrahman bin Auf, bal anfaqa amwalahu fi sabilillah, bali aliitoa mali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutafuta akhira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah swalla salam juu yake, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, hii dunia ni jela kwa muumini, hii dunia ni pepo kwa kafiri. الحديث رواه مسلم. فالمؤمن مهما نعم في الدنيا، muumini vyovyote vile atakapopata neema katika dunia hii, fa innahu muqayyadun bil halal wal haram, hakika yeye hayuko huru kutumia mali yake isipokuwa amedhibitiwa kutumia cha halali na kuacha cha haramu, kama ambavyo wanapopangiwa mfungwa ndani ya jela, kitu gani achukue, kitu gani aache, kitu gani aseme, kitu gani asiseme, kitu gani afanye, kitu gani asifanye, muda gani afanye nini na muda gani aache nini. Ndivyo ambavyo muumini anapoishi katika dunia hii. Ama kafiri anaishi kwa kufuata matamanio ya nafsi yake, kule anakompeleka ndiko anakokwenda. Kwa hiyo muumini ni sawa na mfungwa katika hii dunia. فالمؤمن مهما نعم في الدنيا فإنه مقيد بالحلال والحرام ومسؤول عن الوقت والمال والشباب. هو مؤمن siku ya kiyama atakuja kuulizwa kunako wakati wake aliotumia duniani na mali yake aliyotumia na ujana wake aliotumia. Fahuwa fi jihadi nafsiyin daim, huyu muumini yupo katika maisha ya kupambana na nafsi yake, upambanaji ambao ni wenye kudumu. Ya ayuha alahibba, enyi vipenzi, lihadha al'ana'i fi dunya hikamun wa ghayat, hizi tabu hizi ambazo mnaziona au mnazipata katika dunia hii zina hikma na zina malengo. Minha, miongoni mwa hikma hizo na miongoni mwa malengo hayo, tahqiqul ubudiyyati bis-sabri war-ridha, ni kuhakikisha kwamba mtu anamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika pande zote za maisha, katika njia raha na njia ya tabu. Njia ya raha akawa mwenye kushukuru, na njia ya tabu akawa mwenye subira, na akawa mwenye kuridhika na yale machungu na maumivu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria huyu mwanadamu. Hiyo yote ni ibada, huyu mtu anaishi katika ibada hizo. Jambo la pili, tamhisu dhunub wa tazkiyatu an-nufus. Jambo la pili ni kumsafisha huyu mwanadamu, kwani yeye ni mkosefu. Haya matatizo anayopata, miongoni mwa malengo yake ni kusafisha madhambi anayofanya na kuitakasa nafsi yake. Thalith, jambo la tatu, rafu ad-darajati fil akhirah, ni kumnyanyua daraja huyu mja, daraja la akhirah, kwani sio kila anayepata matatizo inakuwa ni kwa sababu ya madhambi aliyofanya. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepata matatizo mengi sana katika maisha haya dunia, na wala hakuwa ni mwenye kumuasi Mola wake, bali matatizo hayo lengo lake ndio hili, ili aweze kunyanyuliwa daraja mbele ya Mola wake, madaraja ya pepo. Na kwani ndio sunna ya maisha, na kwani subira haipatikani mpaka mtu avumilie maumivu. Kwa hiyo yeye lazima akamilishwe kwa kufanya ibada za aina zote, ikiwemo kuvumilia maumivu.
na ikawa ni sababu ya yeye kupandishwa daraja na kuwa mfano kwa wale wanaomfuata. Arabi, jambo la 4, at-tahfiz ala at-tawakkul wal-i'timad ala Allah. Mitihani hii inakuwa inamhamasisha mtu na kumkumbusha kwamba wewe unatakiwa umtegemee Mola wako. Sasa hauoni sasa tatizo hilo huna uwezo nalo, wala hakuna atakayeweza kusaidia wewe zaidi ya Mola wako peke yake. Kwa hiyo wewe unatakiwa umtegemee Mola wako. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa mitihani akukumbushe pindi pale utakapokuwa umedhikika na hauoni msaada. Unasema kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Ndio unakuwa msemo wako huo, kwa sababu huna uwezo wa kulizuia lile ambalo limekupata, na wala haumuoni yoyote katika viumbe anayeweza kukusaidia zaidi ya Mola wako. Hiyo ikawa ni sababu ya kukumbusha kwa mitihani hiyo kwamba Mola wako ndiye unatakiwa umtegemee. Ibadallah, yani waja wa Allah, qala baadhi al-hukama, wamesema baadhi ya watu wenye hikma, man arada rahata al-akhirah, yule ambaye atakuwa anataka raha ya akhirah, yani pepo, falyasbir ala ta'ab ad-dunya, basi huyu mtu awe na subira katika tabu za maisha ya dunia. Wakila, na ukasema kwamba arrahatu fil qabri, raha raha ipo kaburini, si duniani. Raha ipo kaburini. Haya maneno ya raha ipo kaburini, hata wale wanajeshi makomandoa ambao wanapikwa kwa ajili ya kuivishwa kupambana na kukutana na matatizo makubwa, hakuna wanachoofishwa nacho zaidi ya kupewa matumaini na kuambiwa kwamba mtapumzika kaburini. Nadhani wale ambao ni wanajeshi au wanafuatilia masala haya ya wanajeshi, hili jambo kwao sio geni. Wanaambiwa kwamba mtapumzika kaburini. Hao wanajeshi ambao wanapambana kwa ajili ya kutetea nchi. Wewe Muislamu tayari ushaambiwa upambane kwa ajili ya kuitetea nafsi yako, kwa ajili ya kuitetea familia yako, kwa ajili ya kuitetea jamii yako, kwa ajili ya kuitetea dini yako. Wa Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu. Yani anza na nafsi yako kwanza. Qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu na moto. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za familia zenu, ziokoeni na moto. Waquduha an-nas wal hijara, huo moto kuni zake ni watu, kuni zake ni mawe. Wewe mtu ndio kuni. Kwa hiyo iokoe nafsi yako, usijiokoe kuni katika moto. wa Subhanahu wa Ta'ala anasema hivyo. Kwa hiyo huyu mwanadamu anatakiwa pambane ili aweze kutetea nafsi yake, anatakiwa pambane ili aweze kutetea familia yake. Nafani Allah wa iyyakum bil Qur'an al-azim wa bi sunnatihi wa bi sunnati nabiyhi al-amin sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، يا عباد الله، إني وجه الله، هذه الدنيا لا نستحق منها كل هذا التعلق
la tastahiqu minna kull hadha ta'alluq. Hii dunia haistahiki kwetu sisi, haina haki kwetu sisi kujifungamanisha nayo kiasi hichi ambacho tumejifungamanisha nayo, tukaisahau hiyo akhira. Dunia hii haina haki hiyo kiasi hicho. Fa inma hiya ma'barun lil akhirah, si vinginevyo hii dunia ni daraja tu linakuvusha wewe kwenda akhira. Wal aqilu, na yule mtu mwenye akili, man ja'alaha mazra'atan lil qurbat, ni yule ambaye ataifanya dunia hii kwamba ni shamba analima kwa lengo la kujikurubisha kwa Mola wake, la masrahan lishahawat, sio kuifanya dunia hii ni uwanja ukauandaa kwa ajili ya kukidhi matamanio yako. Qala Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, amesema Imam Shafi'i Allah mrehemu, inna lillahi ibadan futana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anao waja wake ambao wana akili. Taraku dunya, miongoni mwa dalili za kuonyesha kwamba wana akili, taraku dunya wa khafu alfitana, dunia wameachana nayo na wakaogopa fitna ya dunia na fitna itakayokuja kusababishwa na dunia, kama tulivyoona yule aliangamizwa na dunia. Nadharu fiha, wametazama vizuri dunia hii. Falamma alimu, baada ya kutambua, innaha laysat lihayyin watana, kwamba katika dunia hii hakuna sehemu ya makazi ya mahali, hakuna sehemu ya makazi ya uhai wa kudumu. Haipo sehemu hiyo ambayo utaishi milele katika dunia hii. Walipotazama hivyo, jaluha, sasa wakaifanya dunia hii lujjatan, ni mawimbi ya bahari au ni bahari. Wattakhidhu salihal a'mali fiha sufuna, wakayafanya matendo mema ndiyo safina itakayowavusha katika bahari hii. Hao ndiyo waja wenye akili. Asalullah athabata fil mihan, Allahumma inna nas'aluka athabata fil mihan. Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba utithibitishe katika mitihani mbalimbali. Waridha fil qada, na kuridhia hukumu zenye kuumiza. Walfawza fil akhirah, na uturuzuku tuweze kufaulu kupata pepo. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nar masirana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. In waja Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha watu wafanye uadilifu na wafanye wema na wawape haki zao watu wao wa karibu, na anakataza Allah subhanahu wa ta'ala machafu, mambo yote yanochukiza na kufanya uovu. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni mawaidha huenda mkakumbuka. Fadhkurullaha yadhkurkum, mkumbukeni Allah naye atakukumbukeni. Washkuruhu ala ni'amihi yazidukum, na mshukuru kunako neema anazokupeni atakuzidishieni. Wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.